Haya, ngoja tuanze sasa na neno kujitambua. Nini maana ya kujitambua? Maana hii ndio imekuwa msisitizo wa hata wenzangu ambao wanatumia lugha zingine, kwamba watu waanze kujitambua, kwanza nafasi zao, lakini pili nguvu walionayo ndani yao, yaani kwa maana kwamba uungu ulioko ndani yao na jinsi gani muunganiko wa uungu ulioko ndani mwao unavyorandana au kufanana au kushabihiana na mazingira ya maanga mtambuka huko juu, kama nilivyoeleza habari ya mbingu kuu na anga mtambuka. Kujitambua ni kuamini. Ukishaanza kuamini kwamba mimi najiamini kwamba mimi na uwezo wa kiungu ndani yangu, mimi naweza kutoa maamuzi ya kuweza kufanya yale yaliyokusudiwa mimi niyafanye hapa duniani. Hiyo moja. Nambari mbili, kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza incarnation. Incarnation ni kurudi tena katika mwili. Yaani mtu aliwahi kuwekwa hapa duniani anaishi, halafu baadaye amerudi tena mara ya pili katika mwili mwingine, akazaliwa tena na mzazi mwingine na pengine familia tofauti. Hiyo ndio inaitwa incarnation. Sasa haya mambo mawili haya, kwanza lazima uyaamini kwamba haya mambo yapo, na inawezekana mimi nishakuja mara kadhaa, na nafikiri kuna baadhi ya video huko siku za nyuma niliwahi kusema inawezekana mimi nimekuja hata mara 70 hapa, na nafikiri sasa hivi pengine nilikuja kwa makusudio ambayo nikiangalia nyakati zenyewe, hizi nyakati ambazo ni kama za kumalizia ungwe ya awamu fulani ya dunia kuingia kwenye awamu nyingine, ndio pale niliposema kuna shift, yaani kuna mbadiliko wa hii dunia ambayo ilienda kwa ya ukengeufu, ambayo ilikwenda kwa muda mrefu, kwa maana ya ukengeufu ambao mimi mara nyingi nilikuwa sijaututika mzigo kama dini zilivyotutika mizigo, kwamba ukengeufu ulikuwa ni dhambi. Katika elimu hii dhambi haipo, kuna kukosea, kuna kusahau hivyo. Kwa hiyo baada ya kuwa watu wamekengeuka na kuto kujitambua na kusahau thamani yao iliyoko ndani yao, ndio hapo yakafika mahali wakawa wanaburuzwa sasa na mifumo ambayo baadhi ya wajanja wachache binadamu waliamua wachukue fursa hiyo ya kuweza kuwaburuza na kututumikisha na kuweza kuwafanya watumwa kwa namna moja au nyingine, ambayo mara nyingi nimekuwa nikieleza ni kama namna ya hiari, kwa sababu hiari inakuwa haina ukakasi, kwamba mtu anaridhika mwenyewe hafu anaamua kuishi maisha hayo, na ndio amekuwa ameendelea kwa muda mrefu. Lakini kama tulivyosema, kwa sababu dunia na yenyewe haingoji mtu, yaani kwa maana mbingu kuu na yenyewe ina utaratibu wake, ina kanuni zake, kama nilivyosema hiyo video iliyo nyingine kabla ya hii, kwamba hii anga mtambuka ambalo linaitwa the universe, imekuja vifaa vimeonyesha kwamba kumbe hizo the universe inaanza hata hiyo neno lenyewe the universe kupoteza maana, kwa sababu kumeonekana kuna universe nyingi sana ambazo tulikuwa bado hatujazitambua kutokana na ufinyu wa hata fikra, na bado tulikuwa tujafunuliwa wanadamu baadhi yetu kupata huo mwangaza wa kuweza kubuni kitu kingine kikubwa zaidi ambacho kitatusaidia kuona mbali zaidi, na ndipo walivyogundua kwamba kuna maanga mtambuka mengine, yani kwa maana ya jina la universe. Ina maana kwamba hii universe tuliyodhani ni moja, ambayo tulifahamu siku za nyuma, sasa hivi habari mpya au taarifa mpya zinasema hivyo vifaa vimeona sasa, hizo darubini zimeona kumbe kuna maanga mtambuka mengine, kuna universe mengine, sio universe moja tu, yani ziko nyingi. Kwa hiyo ndio maana mimi mtazamo wangu unafiti, kama nilivyokuambia, mambo yote mimi nayatoa, maono haya nayatoa kwa roho ambayo ina muunganiko na nafsi kuu au roho kuu. Ndio maana nakuwa naelezwa habari zile ambazo ni mpya kiusawasawa, yani kiuhalisia. Nikikwambia kwa lugha yangu mimi, kwa mtazamo wangu, na maanisha kwamba kwa mtazamo ya
kwamba nilivyoelekezwa na nafsi ambayo ina muunganiko na nafsi kuu, kwamba kwa lugha ya Kiswahili lazima kwa namna yoyote iitwe anga mtambuka au iitwe mbingu kuu. Kwa hiyo nilikuwa nakwenda sawa sawa. Kwa hiyo nilifuata maelekezo sawa sawa, na hilo ni moja ya sharti ya kujitambua. Yaani katika kujitambua sio kwamba uende uishi ndani alafu yale maelekezo ya beze. Kila elekezo unalokuwa unaelekezwa kule lazima mara moja lifanyiwe kazi. Yaani kwa mfano mimi ninapokuwa na maono ya kwamba natakiwa nije ni ya rekodi, sitakiwi tena kwanza kusema mimi natakiwa niende mjini nikafuate sijui nini au niende sokoni au nini. Hakuna kuleta mambo ya nini wanaita ile excuses. Yes, hakuna kuleta visingizio. Unaingia pale pale unafanya ile kazi kwa sababu ndio kazi iliyokuleta hapa. Wewe umekuja kwa mara nyingine, uelewe ni mara ngapi, lakini kwa kazi. Kwa hiyo kwa sasa, kwa muda huu mimi nimekuja kwa kazi hii kwa sababu ndio lala salama yenyewe ya kumalizana na hiyo mifumo mingine ambayo ilikuwa nilishazungumzia ya kudanganya na kudanganywa. Yaani watu wamekuwa kipaumbele cha kujihami kwao lazima kutegemee kuongopa, kudanganya, na watu wanakubali kudanganywa, halafu wanaona maisha ni sawa sawa tu. Sio sawa sawa. Kwa hiyo mabadiliko yamekuja na mimi nimerudi kwa wakati mwafaka, na siwezi kujua kama nilivyosema pengine nilishakuwekwa hapa mara 70 mara ngapi hivyo. Halafu vile vile naweza nikawa nakuja kutimiliza mimi, pengine sitahitajika kurudi tena hapa. Kwa sababu kazi mimi nitakuwa nishaimaliza. Siku za nyuma nilifanya ovyo ovyo, haikuwezekana, basi nimerudi tena kuweka sawa sawa, basi hivyo. Kwa hiyo lazima huo elewa uwepo ndio uanze kuona kwamba wewe sasa unajitambua. Kwa sababu sasa haya mambo yote yanayoendelea ni ya kikanuni, sio maswala ya kibinadamu. Haya ni ya kikanuni. Ni ya kanuni kwa sababu yanatoka ndani. Na kwa sababu wewe unaishi ndani na kile unachotafakari ni vile vya ndani au vingine ambavyo wamefunuliwa wenzio na vinyewe unavitafakari. Kama ilivyo sasa hivi kuna baadhi ya Watanzania, naweza kusema hivyo, wamefunuliwa baadhi ya mambo, lakini viwango vyao naanza kuona bado hawajajitoa, bado hawajaachana na wale wewe wa jana na juzi, bado wanakaa uchoyo fulani, bado wanataka kusifiwa hivi, bado wanakimbizana na shilingi. Yaani anataka awe na viewers wengi hivi, akiona mwenzie anapata wengi anachukia, kitu ambacho hiyo ndio dunia ambayo inatakiwa iondoke. Kwa hiyo hao sasa tuko katika ngazi mbalimbali. Hawa na wenyewe wanatakiwa wanifuatilie sana, kwa sababu mimi chochote ambacho nazungumza hapo ni ruksa kwa mtu yeyote akaenda akakifundisha vile vile kwa watu wengine, au akashare na mtu yeyote yule. Mimi sina matatizo na hilo. Kwa hiyo wao wakitaka wachukue madini sahihi, kwa sababu inawezekana walirudi mara kadhaa tu, hawana uzoefu sana, hawajarudi sana duniani. Mimi naonekana na uhakika na ninachozungumza nishakuweko mara chungu mzima hapa, na ninachozungumza ni kile ambacho kimekomaa. Kimekomaa na nimekuja kumaliza kazi. Kwa hiyo imekaa namna hiyo. Kwa hiyo wale watu wengine karibuni sana, mwe mnachukua haya maelezo muyanyoshe, au mkiona namna gani tuwasiliane. Kama bado unatengeneza ule binafsi, bado hujakamilika ndugu yangu, hiyo itakurudisha nyuma. Kujitambua kwako kutakuwa bado kuna mashaka, kwa sababu wewe tayari bado una mafundo ndani yako. Unatakiwa uweke nafsi yako iwe huru kwa jambo hili tu, na ndipo sasa unapohesabika rasmi kwamba hiki ni chombo cha kuweza kupitishia ujumbe wa kuweza kusaidia wanadamu wengine. Unakuwa sasa ni antena au mnara wa mawasiliano ambao mawimbi yanapitia kwako, ili wewe uweze kuyatawanya yaweze kuwafikia na binadamu wengine waliokuzunguka. Imekaa namna hiyo. Kwa hiyo nimeanza kuona hivyo vitu katika mtandao. Wapo, mimi nawatizama sana, nawasikiliza na hivyo. Kwa hiyo najaribu kuona kwamba hapa kuna tatizo, hapa kuna tatizo hivyo. Na kumekuwa na mkwamo kidogo, bado mimi sijachanganya, lakini nitakapochanganya watu watakaponijua, nadhani
mambo yatakwenda sawa sawa, kwa sababu mimi siko hapa kwa ajili ya viewers. Mimi niko hapa eti viewers ili niweze kupata pesa, yani kwa maana viewers, nataka viewers ili waelimike, ila sitaki viewers kwa sababu ya pesa. Nataka viewers wengi kwa sababu ya waelimike, ili watu wengi zaidi waweze kujitambua, lakini sio swala ambayo kipaumbele changu kwamba nipate viewers wengi ili nipate pesa. Hapana. Kwa hiyo naomba mnisaidie sana. Yeyote atakayebahatika kuona hii, ashare na rafiki, ashare na mtu yeyote, mkewe, nani, awaonyeshe watoto, kila mtu aonyeshwe ili ajue kinachoendelea. Sasa basi, turudi tena kwenye ile incarnation. Incarnation ni point moja muhimu sana. Incarnation ambayo ni watu kurudi, yani kama zile universe, zile anga mtambuka zinavyokufa na kurudi, kufa na kurudi, ile ni incarnation. Inayofanana hii ya binadamu kufa, alafu anakuja kuzaliwa tena, roho inaondoka, inakwenda inarudi tena, inaingia kwenye mwili mwingine, katoto kanazaliwa na hiyo roho imeingia mle. Kwa hiyo inabidi aanze kukumbuka kule alikotokea. Ni kazi ngumu sana, na hapa ni kama kifungoni hivi, lakini mfumo mzima wa kanuni unaeleza kwamba namna gani mfumo mzima unapokuja kushuhudia maisha ya hapa kwenye kuliko wekwa kama kifungoni na kujitoa baadaye na kurudi kule salama. Kama hukurudi salama, bado kuna mauzauza, unaambiwa hapana, rudi tena. Yaani wewe mwenyewe ni automatic, unakuwa unarudi. Sasa imefika mahali kwamba hatuwezi tukaendelea kwa tunarudi tu hapa. Huu wakati uliofika ni muhimu sana. Ndio maana utakuta kwenye tarehe 28 hivi dunia na yenyewe inazunguka dunia, inazunguka jua na sayari zingine zote zinaizunguka jua, na jua na lenyewe linazunguka vile vile. Lakini tarehe 28, 29, 30, nafikiri siku 3 litasimama, jua litasimama. Kwa nini? Kwa sababu ni nyakati zimefika katika mizunguko ya miaka kadhaa, inafika mahali lazima isimame. Ni kawaida yake, ni mwenendo wake, lazima lisimame. Na kwa nini linasimama? Linasimama kwa sababu ni muda mwafaka, ni muda wa maalum. Ndio maana hapa tumekuja kumaliza, na mwanga tutakaopata, hii miali ya jua tunaipata kwa sababu halizunguki. Kwa hiyo itakuwa haijagasiwa, itakuja moja kwa moja. Baadhi ya watu itawaathiri kwa sababu sio kawaida, hatutapata miali ya kawaida kama hiyo. Wataathirika, watajisikia kuchoka sana hivi, vivu, kulala, kunyong'onyea fulani. Ni kama mtu ujisikii vizuri hivi, kama mgonjwa hivi. Lakini wale ambao wako barabarani, natumia lugha hiyo, wale ambao wanajitambua, ni kama vile betri unavyoweza kuichaji. Si unaweka kwenye jua, unaichaji. Ama betri yetu ile ya zamani tunaweka kwenye maredio. Si unaweka juani na chaji. Basi wale walioko barabarani itafanya charge. Itawachaji, watakuwa na nguvu zaidi za kuweza kuendelea na kazi, ili kuongeza kasi ya kuweza kulimaliza hili jambo katika muda ambao umepangwa kutokana na kanuni za mbingu kuu au anga mtambuka kwa ujumla wake, kwa maana ya kwamba ile nguvu kubwa inayofanya vitu vyote hivyo nilivyovieleza viwe hivyo vilivyo. Kwa hiyo kwa kifupi, mtazamo wenyewe umekaa namna hiyo. Nilipenda tu hii video tuelezane tu katika namna hiyo ya jinsi gani watu tunakwenda na kurudi hapa duniani. Kwa hiyo kwa kifupi leo nadhani umeshafahamu mfumo mzima ulivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.